Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah mpenzi mtazamaji, ni kama siku nyingine ambayo rehma za Allah zimetufikia, na kwa rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein, ambaye naamini mnaweza kufaidika naye kwa vipindi vyake vizuri ambavyo anaweza kuelezea kuhusiana na dini. Na inshallah katika mada yetu ya leo, japo ni mada pana, hatutaimalizia leo, lakini itakuja kuwa na mwendelezo baadaye, inahusiana na uhusiano kati ya akida na akhlaq. Tunataka kufahamu zaidi, na inshallah tukirudi kwake Sheikh tuweza kujua ametuandalia nini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Shukran sana. Naam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwa mujibu wa mada, uhusiano kati ya maadili au akhlaqi na aqida. Naam. Mwanzo tunaanza na kueleza akhlaqi ni nini kwa mahusiano ya akhlaqi na aqida. Naam. Pia tutaeleza akida ni nini, Naam. na tutakuwa tunaeleza kiistilah na matumizi yake ya kilugha. Mwanzo akhlaqi, akida. Akida inatokana na neno la Kiarabu ambalo linamaanisha akada. Akada inatokana na kitendo ambacho ni akada ni kitendo ambacho mzizi wa hiki kitendo ni akdu. Akdu ni kwa mfano ukiwa na uzi alafu ufunge, kile kinot kile ndio kinaitwa akdu. Na hiyo ni matumizi ya kilugha. Ndio sababu kwenye fiqh tunaambiwa kuna akdu nikah. Yani kufunga nikah. And that's why pengine tunaweza tukasema ndio sababu kwenye mahusiano au ndoa lazima ijengwe kwenye misingi ya kiakida ili iwe ni yenye kuendelea. Kwa hivyo akida kimustalah ni nini? Akida ni mfumo au mkusanyiko wa fikra ambazo zinampa mwelekeo mwanadamu kwenye maisha yake hapa duniani na akhera. Kwamba ni mfumo wa fikra. Akida si fikra moja tu peke yake. Mkusanyiko wa fikra. Kwamba unakuwa na fikra ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini hizi zote zinakuwa chini ya fikra moja. Kwa mfano katika dini ya Kiislamu, akida yetu, ukisema akida inamaanisha kwamba unaamini kwa Mwenyezi Mungu, mtume, siku ya Kiyama na zingine, kwa mfano imama na uadilifu. Hizi ndio zinatengeneza akida. Hizi ni fikra. Fikra yako kwa Mwenyezi Mungu ni gani? Kama je, Mwenyezi Mungu ni mmoja au ni wengi? Fikra yako kwa mitume ni ipi? Kwa hivyo ukiwa na hizo fikra nyingi zinatengeneza akida na unakuwa na akida moja. Kwamba akida pia inampa mwanadamu mwelekeo katika maisha yake hapa duniani na akhera. Kwamba vitu vyote ambavyo unafanya, matendo yako na mielekezo yako ya kimaisha inategemea akida yako ambayo uko nayo. Tutakuja kuona jinsi gani akida inatengenezwa au inafika vipi tunasema kwamba tuna akida. Kwa hivyo akhlaqi nayo ni nini? Akhlaqi inatokana na neno khuluq. Khuluq kwa Kiswahili ni tabia au hulka. Kwa istilaha, akhlaq ni mkusanyiko wa vitendo vya mwanadamu ambavyo vinatokea mara kwa mara bila kushurutishwa. Mkusanyiko wa vitendo vya mwanadamu ambavyo vinatokea mara kwa mara bila kushurutishwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tumevitaja pale. Kwa mfano vitendo ambavyo vinatokea mara kwa mara. Kwa nini mara kwa mara? Kwa mfano mimi nikija nikisaidia mtu
umeniona nikisaidia mtu mara moja, utasema kwamba mimi huwa nasaidia watu kwa sababu umeniona mara moja. Hiyo si akhlaki yangu. Itakuwa akhlaq kama pale ambapo nimefanya tena mara 2, mara 3, umeniona mara kadhaa kwa kurudia, ndio inakuwa akhlaq. Bila tukaongeza kifungu pale, bila kushurutishwa, kwamba akhlaq si ya kuforsiwa, si ya kushurutishwa, kwamba lazima ufanye. Kwa mfano kwenye shule ambazo ni za kidini, sana sana tunakuwa pale ndani na msikiti. Alafu kuna sheria kwamba kila mwanafunzi ambaye ni Muislamu lazima aende msikiti aswali. Sasa wanafunzi wote ikifika wakati wa swala anaenda kuswali. Sasa wakiwa shuleni kila mwanafunzi anaswali. Kwa hivyo unaweza sema kwamba hawa wanafunzi ni wenye kuswali, wana tabia ya kuswali. Lakini wakitoka nje wanaachana nao. Sasa hiyo si tabia yao. Inakuwa kwamba wameshurutishwa na hali. Hali ndio imewafanya wakaswali. Lakini wakiwachiliwa wao peke yao hawezi wakafanya chochote. Na hii inakuja pia kima cha akhlaki kinatokea wapi? Kima cha akhlaki kinakuwa tu pale ambapo unafanya kwa hiari. Kwamba kama umeshurutishwa kumsaidia mtu, au umeshurutishwa kufanya jambo jema, na ukiachwa peke yako huwezi fanya, hatuwezi tukasema hiyo ni akhlaki yako. Hiyo itakuwa ni jambo ambalo umelifanya kwa ajili ya kushurutishwa. Kwa hivyo akhlaki ambayo tunaongea kuhusu ni lazima iwe imefanyika mara kwa mara na bila kushurutishwa. Kwa hivyo hayo ndio maelezo ya akhlaki na akida. Kwa hivyo kuna muunganiko gani kati ya akhlaq na akida? Yani akida ina sehemu gani katika akhlaq zetu? Mwanzo, kabla tuanze hiyo, lazima tujue akida inapatikana vipi. Tumesema pale mwanzo kwamba akida ni mfumo au uwepo wa fikra nyingi. Ili akida iwe akida, lazima tuwe na fikra mwanzo. Lazima tuanze na fikra, thoughts, kwamba mimi nafikiria kwa Mwenyezi Mungu kwamba yuko hivi, ni mmoja, hivi. Nafikiria kwamba kwa mtume, kwamba mitume ni ambassadors wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa maelezo yote. Ukija kwenye siku ya kiyama kwamba yuko hivi. Sasa hizi fikra zote zikiwekwa pamoja zinatengeneza akida au ideology ya mtu. Baada ya kuwa na ideology kama ni ideology haina effect yoyote. Lazima kuwe na wale ambao wanaamini kwenye ideology. Na kwenye kuamini kwenye hii ideology lazima kuwe na intention. Unakusudia kwamba hii kweli ni akida. Kwenye intention yako. Kwa sababu matendo tunaangalia intention. Innamal a'malu bil niyat. Intention ya mtu. Baada ya kuwa na akida lazima tuwe na intention. Baada ya intention, sasa ukiwa na intention kwamba hii na akida yako, sasa hapo unakuwa mu'min. Kwamba hii akida mimi imeingia akilini mwangu. Kwa sababu akida si akida tu kama hatujaiprove. Hizi akida zote lazima ziwe proven na ziwe zinaingia akili ya mtu. Ndio mtu aamini kwa hiyo. Kwa hivyo ukiwa na intention kwa hizi akida utakuwa mu'min kwenye akida. Na pale ambapo utakuwa ushakuwa mu'min, ushakuwa believer wa hiyo akida, hapo itakuja kwenye action. Utaanza kufanya vitendo vyako kulingana na akida. Kwa mfano tunaambiwa kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mmoja, yafaa tumwabudu kama Mwenyezi Mungu mmoja na tumwabudu hivi. Ndio. Sasa wewe action zako zitakuwa kulingana na ulivyoeleza kwenye akida yako mpaka chini. Na hizi action ambazo unafanya zitachange au zitabadilisha karakta yako. Na hii karakta ndio inaitwa akhlaq. Kwa sababu wewe una akida yako na imetokana na fikra. Una fikra, alafu imekuja kwenye ideology akida, au umekuwa na intention kwenye hii akida, kisha umeamini kwa hii akida na una vitendo ambavyo unavifanya kulingana na hii akida, akhlaq yako au karakta zako zitaendana na hii akida.
Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vizuri tuviweke wazi kwamba vitendo vyako au karakta yako ikiendana na thoughts ambazo uko nazo au akida ambayo uko nayo, wewe utakuwa muumini. Utakuwa unaamini kwa hiyo akida. Lakini kuna sometimes kwamba kuna akida ndiyo, lakini wewe umeifunga, umeikava, haionekani. Kama umekava au umekava hii akida, kwa mfano tuseme akida ya Kiislamu, akida ya tauhid, kama umeikava, haionekani akida ya tauhid kwenye vitendo vyako, basi wewe utakuwa kafir. Wewe umekufuru kwa Mwenyezi Mungu. Na ukiificha hii akida ipo, kwa sababu thoughts zipo, ipo, lakini umeificha, umeiweka kando, kwamba vitendo vyako vinaenda kinyume na hii akida. Kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba tuswali, wewe uswali. Unasema unaamini kwa Mwenyezi Mungu, lakini akikuamurisha swali au swali. Akisema kuwa mkweli, wewe huwi mkweli. Akisema saidia wenzako au saidia nini, wewe hutaki kusaidia. Akisema birrul walidai, kuwa mzuri kwenye wazazi wako, wewe hautaki. Sasa hapo unafanya nini? Unaficha au unaenda kinyume na akida. Na ukienda kinyume na akida, hapo unakuwa ni kama unaficha hii akida na utakuwa munafik. Ndio. Sasa munafik ni yule ambayo akida ipo lakini anaiweka kando au anaificha. Kwa hivyo ndio hizo ndio baadhi ya mistalah ambazo zinapatikana kwenye mahusiano kati ya ideology na akhlaq. Kuna mistalah mingine ambayo ipo ambayo inapatikana hapa katikati, lakini hatujaizungumzia. Kwa hivyo mtu ambaye anaamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo au Mwenyezi Mungu ni mmoja, anaamini kwamba vitendo vyake vyote, imani yake inamaanisha kwamba vitendo vyake vyote vinadhihirisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, kwamba huwezi enda kinyume na umoja wa Mwenyezi Mungu au upweke wa Mwenyezi Mungu. Na hapo sasa tunakuja kuona kwamba kwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na matendo yetu kuna vitu viwili. Kuna kufaulu au kufeli na kuna kukubalika kwa matendo yetu. Kufaulu au kufeli na kuna kukubalika kwa matendo yetu. Mimi nitajuaje kwamba nimefaulu au nimefeli kwenye akida yangu? Utafeli kwenye akida yako kama utakuwa na akida, utafaulu kwenye akida yako kama utakuwa na akida sahihi. Kwamba akida yangu mimi naamini kwa Mwenyezi Mungu na vote Mwenyezi Mungu, mtume, siku ya kiyama, uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Ukiamini kwa hizi zote ina maana umefaulu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama huamini kwa hizi ina maana umefeli. Lakini tunakuja kwenye kipengele cha pili ambacho ni acceptability, kukubalika kwa matendo yangu. Je, nitajua vipi kama matendo yangu yamekubalika? Ndio, naamini kwa Mwenyezi Mungu, lakini nikija kwa mitume, naamini kwa baadhi ya mitume na naacha wengine. Kwa mfano, naamini kwa mitume wote, lakini nikija kwa mtume Muhammad siamini kwa mtume Muhammad. Ina maana gani? Ina maana matendo yangu hayatakubalika. Na hapo tunakuja kwa baadhi ya sehemu za kifiki kwamba matendo ya wale ambao hawapo kwenye akida yetu sio sahihi. Ndio. Yeah. Kwa hivyo matendo yangu yatakubalika kama nitaamini kwa mitume wote. Pia kwa mfano naamini kwa mtume Mwenyezi Mungu, naamini kwa mtume na naamini pia kwa maimamu. Au naamini kwa mitume lakini siamini kwa imamu. Sina imani, sina akida ya maimamu. Ina maana akida yangu ni pungufu, haijakamilika. Matendo yangu hayatakubalika. Ili matendo yangu yakubaliki lazima niamini kwa hivi vipengele vyote. Nakuja kwa mfano, naamini kwa imamu. Hizi zote naamini kwazo na pia naamini kwa imamet. Lakini nakuja nasimama kwa baadhi ya imamu. Kwa mfano nafika kwa Imamu Ridha,
Anasema baada ya Imam Ridha hakuna maimams wengine. Unaona? Sasa imani yangu haipo complete. Matendo yangu pia hayatokubalika. Kwa hivyo ili tufuzu kwenye akida yetu na kwenye matendo yetu, lazima imani yetu iwe sahih na iwe complete. Hivi vigezo viwili. Na ndio sababu kuna hadithi moja nadhani inatoka kwa Imam ilifanyika, ni kitu ambacho kilifanyika kwa Imam Ridha. Kati ya Imam Kadhim na Imam Ridha. Kwamba Imam Kadhim alipokufa, istishhad, unajua alikuwa amewekwa kwenye cell na Kadhim. Kwa hivyo hakufanya kazi direct na watu wake. Kwa hivyo alichagua manaibu wake, baadhi ya manaibu. Sasa alipokufa, manaibu ilikuwa ni wachukue hivi vitu vyote ambavyo wako navyo wapeleke kwa Imam Ridha. Sasa kuna mmoja ambaye hakupeleka. Kwa nini? Alisema kwamba imamu hajafa. Imamu ameenda tu kwenye ghaiba, atarudi. Sasa mimi namuhifadhia hivi vitu, akirudi mimi nitampa. Unaona? Sasa alipo anaongea na Imam Ridha, unajua. Anaongea na imamu kwamba hakubali uimamu wa Imam Ridha. Yeye bado yupo kwenye imamu ya Imam Kadhim. Sasa hakukuwa na otherwise. Akamwacha na vitu zake, mali ambayo alikuwa amekusanya zote akamwacha nayo. Kwa hivyo alipofika muda wake wa kufa, akafa, na mtoto wake akaja akaomba Imam Ridha kwamba nakuomba tafadhali uombee Mwenyezi Mungu amsamehe baba yangu. Imam Ridha akasema siwezi nikamuombea kwa sababu alipokufa, alipozikwa tu hivi, kaburi lake liliwasha moto mpaka siku ya Kiyama. Sasa hii ndio athari ya kutokuwa na imani full ya ya maimams wote. Kwa hivyo nadhani tunafika hapo insha Allah. Na Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuwe miongoni mwa wale ambao wana imani kamilifu. Amin. Shukran sana Sheikh. Hakika umeweza kuelezea vizuri na kiufasaha. Ni vitu viwili ambavyo vinalingana. Ukiangalia akida na akhlaq ni vitu viwili ambavyo vinaendana. Na inshallah naamini tukirudi katika awamu ya pili tuweza kufahamu mengi kuhusiana na akida na akhlaq. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kufahamu elimu tatu ambayo Sheikh ameweza kuelezea, na naamini ya kwamba ni somo ambalo ni pana sana na linahitaji ufahamu wa ndani kiuzaidi, na linahitaji masikio yako uweke vizuri ili uweze kufahamu na kumuelewa Sheikh anakisia nini ama anaelezea kuhusiana na nini. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, ukiwa nami Haifa Muhammad na pia Sheikh wetu si mwingine bali ni Sheikh Hussein ambaye anazidi kuelezea na kuelimisha kuhusiana na akida na akhlaq. Ni vipi hivi vitu viwili vinahusiana, na ameweza pia kutoa kisa ambacho ni cha mafunzo kwa wale ambao tunajua sisi Ahlul Bait kuna vitu ambavyo lazima viwe na ni lazima uwe unaviamini, na insha Allah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Shukran. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo kufika hapa tunakuja kujua uhusiano kati ya maadili na imani. Kwa hivyo kwenye bahthi yangu nimetaja uhusiano karibu 4, lakini kuna zipo nyingi ambazo hizi mistalah mbili zinakutana. Tulivyosema kwamba akida ndo chanzo, kwamba matendo yako yote ambayo unafanya hapa duniani yanategemea akida yako. Na pia akhera pia. Kwa mfano tunaambiwa kwenye akida kwamba mtu akifa kuna maswali anaulizwa kwenye kaburi. Hiyo maswali ni akida yetu. Sasa kuna athari ya akida yetu katika maisha ya baadaye pia. Kwa mfano swali kama man rabbuk, hili ni swali la kiakida. Pia swali kama man imamuk, hili ni swali la kiakida. Kwa hivyo akida pia inatusaidia hapa duniani kwa sababu inatengeneza identity hapa duniani.
Kwa mfano mimi identity yangu inatokana na akida yangu. Kwamba matendo ambayo nafanya, vitu ambavyo nafanya ni kwa ajili ya thoughts ambazo niko nazo kabla. Kwa sababu siwezi nikaja nikaanza kufanya tu kitu from nowhere. Kweli. Kwamba mimi nimetoka tu nikawa tu mwadilifu. Ni kama utazamia kwamba sasa hivi ukiangalia kila mtu ako na marajia. Sasa kama kuna Wasistani, kuna Khamenei, yani kuna wale ambao bado wanafuata Shirazi. Yani sasa utakuta kuna vile wakiangalia, mimi nikiangalia fiqh ya huyu najua inasema nini. Sasa huyu ndo ninayemfuata. Ni kweli. Sasa kuna matendo yana uasilia wake. Ndio. Kwa hivyo na tunasema pia kwenye akhlaq kwamba matendo ambayo tunafanya lazima kuna uasilia wake ambao umefanya wewe ukafanya yale matendo. Uasilia unatokana na thoughts, fikra ambazo unazo, ambazo tumeona fikra ndizo zinazozaa nini? Akida. Kweli. Au ideology ya mtu. Kwa hivyo kuna uhusiano gani kati ya maadili na akhlaq na akida? Uhusiano wa kwanza ambao nimeuleta ni kwamba maadili ni tunda la imani. Kwamba mwanzo tunaanza na imani, kisha tunakuja na maadili yako, maadili ya mtu. Kwa hivyo maadili yakiwa thabiti, imani ikiwa thabiti, maadili yatakuwa mazuri. Au imani ikiwa potovu, maadili pia yatapotea. Kweli. Sometimes tunakuja kujiuliza kwa sababu kwa nini tunakuta kwamba kuna baadhi ya watu wanaweza kwa mfano kuua mtu si shida. Kwa sababu kwa mfano ulimwengu wa saizi mtu kuua mwingine anaona jambo la kawaida tu. Jambo la kawaida. Kuna wale ambao mpaka mtu kuchinja mwenzake, anachinja kama anachinja kuku au ng'ombe. Hakuna tatizo. Ni kwa sababu gani? Hilo jambo halijajitokeza tu kighafla. Kuna vitu ambavyo vimejengwa nyuma. Kuna training ambayo amewekwa ndani yake. Kuna thoughts, fikra ambazo zimejengwa ndani yake ambazo zinapelekea yeye kutekeleza mambo kama haya. Kweli. Ni kama mtoto mdogo umvishe hijab mtoto wa kike. Ukimvisha kuanzia udogo, ukija kumuona bado akiwa ukubwani mwake anavaa stara, unajua chimbuko lake ni lipi. Exactly. Yani unajua huyu mtoto hii hijab ameanza kuivaa toka akiwa mdogo mpaka amekuwa sasa hivi. Ni kwamba ni kitu alichokifanya toka kitambo. Ni kweli. Na akida yetu, tukisema akida tumaanishi tu akida ya kidini kwa sababu ya Kiislamu pekee yake. Tunamaanisha mfumo wote wa maisha. Kwa mfano kuna akida ya kiuchumi, kuna akida ya kimaadili, kuna akida ya uhusiano kwa mfano. Hizi zote akida zote zina affect maadili au identity ya mwanadamu. Na akida yetu ya kidini imechukua hizi zote, imeunganisha zote na imetoa maelekezo jinsi ya act. Kwa hivyo maadili ni tunda la imani. Jinsi mtu atakavyo tekeleza wajibu wake ama atakavyo behave mbele ya watu, tunajua kwamba kuna akida ambayo amejenga juu yake. Na ya pili ni kwamba imani ni msingi ambao maadili yamejengwa juu yake. Kama hii ya kwanza kwamba vitu ambavyo nafanya ni kulingana na imani yangu. Na hii inakupelekea kwamba kuna ideologies nyingi, kuna akida nyingi hapo kwenye society. Tukienda tu kwenye dini, kwa mfano kuna Wakristo na kuna Waislamu. Jinsi Mkristo anayofanya vitu zake ni tofauti na jinsi Muislamu anayofanya vitu zake. Hata kama kile kitu ni kile kile tu. Kweli. Lakini kuna utofauti kidogo kwa kutekeleza. Hii ni kwa sababu ya akida. Huyo amejengwa kwa akida ya Kiislamu na huyo ni akida ya Kikristo kwa mfano. Na hii inakuambia wale ambao wanaamini kwenye akida ya wilaya au akida ya kuwepo kwa imam maasum ambaye yupo saa hizi. Ukiangalia vitendo vyao ni tofauti sana wale ambao wanaamini kwamba imamu hayupo. Kwa hivyo akida akida yetu ambayo tuko nayo ina affect matendo yetu. Ya tatu ni kwamba imani au akida inachochea maadili. Kwamba
unaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sasa maadili yako utatii ile imani yako kwamba kila atakacho kuamurisha utafuata. Kile ambacho atakukataza Mwenyezi Mungu hautakitekeleza. Ndio. Mfano, unaamini kwamba Mwenyezi Mungu ametuma mitume na mitume baada ya mitume kuna maimamu. Vitendo vyake ambavyo unafanya unaregesha kwamba imamu yupo na imamu ananiona kwa mfano. Sasa hutafanya vitu ambavyo haviendani na jinsi imamu anavyotaka. Sasa akida yako ambayo imejengwa kwa kuwepo kwa imamu ambaye ni maasum itakuwa tofauti na wale ambao wanaamini vinginevyo. Kwa mfano imamu kwa mfano hayupo. Na ya tatu ni kwamba imani na maadili ni vitu ambavyo vinakamilishana. Kweli. Kivipi? Kwamba ukiwa na imani thabiti basi maadili yako yatakuwa mema. Kwamba hiki kikienda juu, hiki pia kinaenda juu. Yaani kunakuwa na balance. Na kukiwa na imani ambayo sio nzuri pia, imani ambayo sio thabiti, pia maadili yatakuwa sio mazuri. Ndio. Sasa hivi vitu viwili ni vitu ambavyo vinakamilishana, lazima viwepo. Lazima uwe na imani thabiti ili matendo yako yawe mema. Ndio. Na hapo ndipo kuna ile aya ya Qur'ani ambayo inasema illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Kwa hivyo hivi vitu viwili lazima viwe pamoja. Hawezi tengamana. Ndio. Na pia ya mwisho ni kwamba maadili mabaya, sasa opposite ya maadili mazuri, kwamba maadili mabaya yanadhoofisha imani. Kwamba kwa mfano watu ambao wamezoea kwa mfano kunywa pombe, kwa mfano kuiba, ukienda ukaanza kumwambia mambo na imani hata kusikiliza. Kweli. Mwambie mambo na Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ataanza kuuliza maswali. Yuko wapi? Ako wapi? Mbona simuoni? Unaona? Maswali ambayo haya make sense. Kweli. Unaona? Sasa kwa nini amefika pale? Kwa sababu roho yake imekuwa ngumu, haiwezi kukubali imani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitendo ambavyo anafanya. Kwa hivyo vitendo vibaya pia vinafanya imani inakuwa dhaifu sana. Na hapo ndipo tunapata mjtama ambao sio mjtama wa kiimani, ambao vitendo vyao vinaenda hivyo hivyo tu, yani hao wanaishi kwamba maisha ni hapa duniani. Kweli. Kama vile watu wa jahilia walivyosema, sisi tunaishi na kula inatosha. Ndio. Hatutaki kujua mambo na akhera wala mambo ya baadaye. Lakini mtu ambaye anaamini kwamba kuna akhera na kuna Mwenyezi Mungu na kuna watu ambao kuna vitu ambavyo vinaandika matendo yake, imani yake lazima imani yake ambayo anaamini kwa Mwenyezi Mungu, vitendo vyake vitakuwa tofauti. Lazima vile vinaendana. Kwa hivyo hapo ndipo nadhani nimetaja uhusiano 5 au 4 za kati ya imani na au akida na akhlaka, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kufanya akida yetu iwe ni nzuri. Hakika. Na iendane na akhlaq zetu inshallah. Kwa sababu ukiangalia nadhani ni vitu ambavyo vinafaa kuangaziwa hasa katika jamii sahihi. Ni kweli. Jamii sahihi akhlaki imekuwa chini sana. Ni kweli. Imekuwa ni ngumu sana pia kumkosoa mtu. Ni kweli. Kumwambia mtu kwamba hii njia unaofuata ni ngumu na ni mbaya, itakuwa ni kama yuona umbo na yoingilia maisha yako. Ni kweli. So unakuta inakuwa ni ngumu sana kuweza kumwelekeza mtu kwamba hii njia, chukua hii njia, hii ndo sahihi. My life, my choice. Atakwambia mi bwana wewe, maadamu si wewe ambaye nitakuwa na wewe siku ya kiyama, maadamu sio ambao utanihukumu, basi ni sawa. Kuangalia yeye, yani ya kwamba hataki umkosoe awe katika ile njia ambayo ni kweli. Yani kipengele cha al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ni kama kinawekwa kando. Hata siku moja nimekuwa na baadhi ya wanafunzi vijana, tulikuwa tunaongea na nikauliza wanafunzi mmoja, vipi kwa mfano ukinipata mimi
saa hizi unipate mimi naiba, utafanyaje? Ndio. Sasa mmoja wake anajibu, mimi sitachukulia vibaya, tachukulia umeghafilika, umekosea, ni vizuri tu, alafu tunaendelea. Sasa nikaona hapa huyu ambaye anafikiria hivi kwamba mimi ambaye kwa mfano nilisema Sheikh anaiba. Ndio. Unaona? Sheikh ambaye ni poa awe na maadili mema anaiba, haoni tatizo. Ndio. Sasa kutakuwaje mtu wa kawaida akiiba? Hata una tatizo lolote. Kwa hivyo kudhoofika kwa imani kunapeleka pia tabia zinakuwa mbaya. Na tukimalizia inshallah Sheikh, ni kwamba ni jinsi gani ambazo tunaweza sisi wanadamu tunaweza weka imani zetu thabiti, kwa sababu ukiangalia tunaishi katika maisha ambayo sasa hivi akili zinabadilika kila kukicha. Ni kweli. Kuna wengine wanaona mimi ilipofikia bwana sioni kama niko na mwelekeo mahali popote, kwa hivyo acha niishi tu vile nitaishi. So unakuta ile imani yake inapotea, na ndio hapo mwanzo mtu anaanza kupoteza ile akhlaq kama ulivyosema, maana ni vitu viwili ambavyo vinaungana. Jinsi gani ambazo sisi kama binadamu tunafaa tuwe ama kuzidisha imani zetu ili kuhakikisha kwamba akhlaq zetu zisipotee. Tukifikiria kwamba fikra zetu kwa Mwenyezi Mungu zisitoke, maana tukishatoa tu ile fikra kwa Mwenyezi Mungu ndio mwanzo wa kuharibikiwa maisha yetu. Kuna mbinu nyingi lakini kiujumla ni kwamba to remain connected na kitu chochote au na mtu lazima uwe karibu na yeye. Na lazima ukijue kile kitu. Kwa sababu Imam Ali anatuambia kwenye hotuba yake kwamba awwaluddin maarifatuhu. Dini ya kwanza ni kumjua Mwenyezi Mungu. Sasa lazima ili kuongeza imani yetu, lazima tuongeze kumjua Mwenyezi Mungu. Kila siku tuongeze kipengele cha kwamba mimi nataka nijue Mwenyezi Mungu yuko hivi. Kivipi? Kwa kusoma. Ndio. Sasa naweza nikaulizwa kwamba mtu anaweza kaulizwa sasa nitasoma vipi? Sasa hii inarudi kwa mtu mwenyewe, kujituma yeye mwenyewe, unaona? Kwa hivyo kule kumjua Mwenyezi Mungu na kunapelekea mtu kuongeza kiwango cha imani yake na akhlaq zake pia zitabadilika. Vipi tutahakikisha kwamba hili limefanyika? Ndio sababu tunaambiwa mara nyingi kwamba kwenye maisha lazima kuwe na role model. Kweli. Tuchague role model ambaye unaona anaendana na, lakini most of the people tukaambiwa chagua role model, wanaenda wanachagua watu wengine. Wanachagua watu ambao hawaleti karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia ni ukweli kwamba sisi tumepoteza watu ambao ni poa walete watu kwa Mwenyezi Mungu. Wamepoteza imani na watu. Kweli. Yani watu wamepoteza imani na sisi. Kweli. Kwa sababu baadhi ya vitendo ambavyo tunavifanya, kwa mfano baadhi ya maadili ambayo tuko na haiendani na mwenendo wetu, haendani na sisi na hadhi yetu. Ndio. Pala inapelekea watu wanakosa imani na watu ambao wanaongoza. That's why ukiambiwa chukua role model, wanaenda wanachukua role model ambaye yuko nje ya dini. Kwa hivyo hapa kuna vitu viwili, kwamba wale ambao wanahusia wavae kile kiatu cha kuhusia na kweli wahusie kwenye matendo yao na kwenye fikra zao, ili watu waweze kuja kwao. Wafungue njia watu waweze kuja kwao. Tutakuja kuona tukiongea kuhusu mtume kwamba mtume alikuwa open. Yani alikuwa kila mtu anaweza akamfikia, na vitendo vyake vilikuwa vinaendana na maneno ambayo alikuwa anasema. Na ndio sababu watu walichukua kama kielelezo na wakamchukua kama mtu ambaye wanaweza karudi kwake. Kwa hivyo nadhani na vingine vingi, nadhani watu wanaweza wakawa ni wenye tabia nzuri. Naam, shukran sana Conradhi, shukran sana Sheikh. Umeweza kuelezea mambo mazuri. Hakika ni vizuri zaidi kuweza kufahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na akida na akhlaq. Najua ni topic kubwa, na naamini tukija tena katika kukupatana tuweza kuendeleza hii mada hii ni kwa sababu naamini ni ndefu na ina mambo mengi sana, ili huyu mpenzi mtazamaji aweze kufahamu na kuweza kupata mengi na kufaidika na wewe unapofika. Shukran sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein umeweza kufahamu mengi. Binafsi amenifurahisha zaidi kuweza kufahamu akida na akhlaq ni vitu viwili ambavyo haviachani. Kwa hivyo unachokiamini
ndio kinaweza kupeleka pahali pazuri, na unachokiamini pia kinaweza kupeleka pahali pabaya. Ukimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu ambavyo unafaa kuviamini na ukatekeleza kiufasaha, naamini akhlaki yako itabakia kuwa njema. Lakini ukiamini kitu ambacho labda umepoteza imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo ndipo utakuta mioyo yetu inakuwa ni yenye kujenga chuki, inakuwa ni yenye kuwa na hasira, ni yenye kuwa na hasad. Kwa sababu gani? Tumekataa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.